Ukitazama ile top 3 ya wafungaji bora wa muda wote wa Liverpool, wa kwanza utakutana na Ian Rush mwenye magoli 346, wa pili ni Roger Hunt mwenye magoli 285, na watatu ni Mohamed Salah mwenye magoli 255. Mchezaji bora wa Afrika wa CAF mwaka 2017 na mwaka 2018. BBC pia mwaka 2017 na 2018 walimtambua pia ni mchezaji bora, wakampa tuzo ya BBC kuwa ni mchezaji bora wa Afrika. Hajawahi kushinda kombe la AFCON akiwa na timu ya taifa ya Misri, lakini alifanikiwa kushika nafasi ya pili mwaka 2017 na mwaka 2021. Ngazi ya klabu amefanikiwa kushinda makombe tofauti. Ligi ya mabingwa barani Ulaya, medali yake iko katika bega lake. Pia medali ya ligi kuu ya England EPL anayo, medali ya EFL anayo. Ameshinda vingi ndani ya club, lakini kwenye timu ya taifa natazama ni mtu ambaye hajaitendea haki au hajaipa mafanikio makubwa sana timu ya taifa ya Misri, pamoja na kuimbwa kwa kiasi kikubwa duniani. Ametangaza kuondoka katika klabu ya Liverpool, klabu ambayo ameishi ndani ya miaka 9. Kwa masikitiko makubwa anaondoka katika klabu ambayo ameunganisha mahusiano makubwa kati yake na mashabiki. Mashabiki wanamtem kama ni mfalme mkubwa ambaye alizaliwa katika nchi ya mafarao kule Misri, lakini anaondoka katika mji wa Merseyside. Wapi anakuelekea? Uarabuni au Italy, ambapo habari nyingi zinaelezwa kwamba anaelekea Napoli wanamtaka pia, Waarabu na wenyewe wanamtaka. Ni habari ambayo ilikuwa kubwa sana, na hapa tunaidiscuss kwa kiasi kikubwa. Tuone safari ya Mohamed Salah kwa Liverpool, safari ya Mohamed Salah katika soka la Afrika. Kwa nini haimbwi kwa kiasi kikubwa? Kwa nini ukimtaja mtu kama Samuel Eto'o, ukimtaja kama mtu kama Didier Drogba, inaonekana kama ni nembo ya soka la Afrika, lakini mtu kama Mohamed Salah anaonekana hapewi heshima yake katika soka la Afrika, pamoja na kufanya mengi makubwa. Naitwa Martin Kiumbi, niko na wenzangu wawili, Frank Lelo pamoja na George Angelos. Karibuni wakuu. Nashukuru sana Martin. Mnaendelea vyema? Sio mbaya. Ndio. Kwenye wiki habari ya kusikitisha, ingawa tulijua kwamba hii habari itatokea siku moja, ili tushtua ghafla kwamba Mohamed Salah anaondoka rasmi katika klabu ya Liverpool. Huu ulikuwa ni wakati sahihi kwa Mohamed Salah Frank kuondoka katika klabu ya Liverpool? Kwangu mimi naweza nikasema ulikuwa ni wakati sahihi kabisa, kwa sababu kwa msimu huu wa 2025-2026 sidhani kama tumefanikiwa kuona kiwango cha Salah kile ambacho tumekizoea. Hatujui kwa undani sababu ni nini, lakini kwa maoni yangu mimi nafikiri kuna connections ambazo hazipo tena pale Liverpool. Kwa namna moja au nyingine zimeondoa motivation kwa Salah. Lakini pia kilichotokea mwezi Novemba na mwezi Oktoba, nafikiri kipindi kile ambako alitoa kama kauli kadhaa kuhusiana na Liverpool baada ya kuwekwa bench. Nafikiri to me mahusiano ya Salah na Liverpool yalishaanza kuisha pale. Japokuwa walisema kwamba wamesameana, japokuwa kwamba alisaini mkataba mpya, lakini kwangu mimi sikuona tena kama haya mahusiano yanasogea mbele. Na kama ulimwangalia Liverpool Mo Salah vizuri msimu huu, nafikiri tulisema hichi kitu hapa mwanzoni mwa msimu. Sidhani kama spirit yake iko tena Liverpool. Ni mwili tu uko pale, lakini his mind, his spirit is somewhere else. To me, I think ni muda sahihi wa kuondoka. Okay. Kuondoka kwa Mohamed Salah Liverpool kuna maana gani kwa Liverpool na kwa Mohamed Salah? Nadhani taarifa imekaa ni mwanzo mpya kwa kila mmoja. Mwanzo mpya kwa Salah kumaanisha kwamba sasa baada ya maisha ya muda mrefu Liverpool anatakiwa ajirenovate ama
ajitafute sala mpya, tuone kitu kipya kutoka kwake akiwa sehemu nyingine. Lakini pia ni nafasi kwa Liverpool kutengeneza timu na vijana wapya ambao walianza kuwanunua mwanzo wa msimu. Kwa hiyo nadhani na msimu huu kiisha wataongeza wengine ili watengeneze timu ambayo ilikuwa tofauti. Tulikuwa tumezoea Liverpool zamani ilikuwa inabebwa na Salah kutokana na numbers ambazo alikuwa anaipa timu na mchango mkubwa aliokuwa nao kwenye timu, lakini sasa as Frank anavyosema kiwango chake msimu huu tunaona kimeshuka, ikimaanisha kuwa zile numbers pia zimepungua. Kwa hiyo hata uhitaji wa timu automatically unakuwa unapungua kwake. Kwa hiyo ni nafasi kwa Liverpool kutengeneza kikosi upya, kupata challenge mpya, na pengine ni nafasi ya kuvumbuliwa Salah mpya Liverpool. Kwa hiyo nadhani ni win-win kwa wote wawili. Ni win kwa Salah na ni win kwa Liverpool. Okay. Frank, ukitazama wakati naanza kipindi nilikuwa natoa ile orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa Liverpool, ambapo inashikiliwa namba 1 ni Ian Rush ambaye ana magoli 346, namba 2 ni Roger Hunt mwenye magoli 285, na Mohamed Salah anashika nafasi ya 3 akiwa na magoli 255. Means yupo kwenye top 3 ya wafungaji bora wa Liverpool. Means kwamba ni moja ya magwiji wakubwa ndani ya Liverpool kama sijakosea. Amecheza Liverpool kwa muda kwenye hii miaka ya 2000. Kuanzia nilikuwa nataka nikuulize, kwanza hii miaka ya 2000 mpaka anapoenda kustaafu, tunaweza tukamtop kama ni kwenye ile rank ya wachezaji bora au magwiji bora wa Liverpool, akawa anashika nafasi ya kwanza mbele ya kina Steven Gerrard, mbele ya kina Alonso, mbele ya kina Carragher? Nafikiri hilo ni swali ambalo mashabiki wa Liverpool watakuwa kwenye nafasi zaidi nzuri zaidi ya kujibu, lakini ninaweza nikalijibu tu kama mshabiki wa soka. Sawa. Ni rahisi kabisa kumweka Mo Salah kwenye at least top 5 ya legends wa Liverpool. Kuna ambao wamemweka kwenye top 3, kuna ambao wamemweka kwenye top 5, kuna ambao hawajamweka kabisa, lakini to me I think it's fair to say unaweza ukamweka Mo Salah kwenye top 5 ya wachezaji bora zaidi ambao wamewahi kuichezea Liverpool. Lakini maybe kwa nini hapewi uzito ambao probably ulisema wakati kunaanza kipindi, ni uzito ambao ilipaswa apewe. Nafikiri inasababishwa labda na staili yake ya uongozi. Unajua Liverpool kiukweli uwanjani Salah alikuwa ni very influential, meaning alikuwa anaamua games. Ni mtu ambaye single handed alikuwa na uwezo wa kuibeba mechi yake peke yake. Lakini ukitoa hilo, sidhani kama Mo Salah amewahi ku demonstrate some sort of leadership, yani kama yeye kuwa influential as a leadership, as a leader of men, yani kama yeye kama kiongozi wa Liverpool, kama captain wa Liverpool. I don't see him that, and probably hiyo ni sababu ambayo unaweza kusema imemtolea max kidogo. Na hata anapoondoka sasa hivi Liverpool, pamoja na mambo yote ambayo ameyafanya, it's sad to say kwamba Mo anaondoka akiwa so influential, yani as we speak, yani Liverpool can live without him tunavyoongea sasa hivi, kwa sababu jana msimu mzuri. Kuna kauli alizitoa ambazo, if you want to be a legend at the club, you're not supposed to say things like that. Kwa hiyo kuna vitu nafikiri ambavyo in my opinion amevifanya yeye mwenyewe, ndio maana image yake kidogo kama imeyumba hivi, lakini to me is one of the legends in the Premier League. Unataka kuniambia mfano Mohamed Salah angeamua kuondoka msimu uliopita, msimu ambao amefanya vizuri, yani angebaki zaidi kwenye mioyo ya mashabiki wa Liverpool kuliko msimu anavyoondoka, msimu ambao hajafanya vizuri kulinganisha na msimu uliopita? Absolutely, kwa sababu msimu uliopita kama Liverpool wangefika tu maeneo hata ya Champions League, let's say nusu finali, easily kabisa angeingia kwenye Ballon d'Or
kinyang'anyiro cha Ballon d'Or. He was the best player in the Premier League last season. Kwa hiyo angeondoka kwa shangwe zaidi, lakini sasa hivi ameondoka kama vile amegawa makundi, which is I don't think is the right way. He didn't deserve to leave akiwa na gawa makundi, lakini still there's a chance because kuna hii miezi miwili mitatu imebaki and Liverpool still wanagombania top 4, wanagombania Champions League na FA. If we can do something incredible between now and at the end of the season, mashabiki wa mpira ni watu wenye ubongo mfupi sana, wanasahau haraka, wanasamea haraka. Umeongelea Ballon d'Or. Unahisi katika wakati yuko Liverpool kuna mwaka ambao unahisi alistahili kubeba Ballon d'Or? Kwa watu ambao walikuwa wanashindana nao kipindi hicho, it's fair kwa nafasi alizokuwa anazikamata, kwa sababu at some point he was one of the best player in the world, lakini at the same point nafikiri Ronaldo alikuwa yuko anakaribia kumalizia career yake na Real Madrid, and Messi was still at Barcelona. Kwa hiyo alikuwa anapitia nafikiri competition kubwa sana kwa maoni yangu. Kwa it's fair kwa namba ambayo kwa matokeo ambayo ameyapata kwenye Ballon d'Or. Okay George, tazama wiki iliyopita kulikuwa na Champions League na Mohamed Salah alifanikiwa kufunga goli kwenye mechi dhidi ya Gala, na lile goli likamfanya afikisha magoli 50 kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya, na akawa ni Mwafrika wa kwanza ambaye amefunga magoli 50. Pia ukitazama magoli aliyoyafunga Liverpool ni magoli mengi, 255. Magoli aliyoyafunga kwenye ligi kuu ya England ni magoli mengi. Ukitazama kwenye ligi kuu ya England kuna wachezaji magwiji waliwahi kupita, mfano Didier Drogba, Samuel Eto'o, lakini orodha ya magoli ambao wameyafunga hayafikii yale magoli ambao wameyafunga Mohamed Salah. Pia Didier Drogba pamoja na Samuel Eto'o amefanikiwa, wote kwa pamoja wamefanikiwa kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya kama Mohamed Salah, na wamefanikiwa kuchukua ile kombe, lakini hawajafikia ile idadi ya magoli mengi ambao ameyafunga Mohamed Salah. Na ukitazama heshima anaopewa Mohamed Salah ni ndogo ukilinganisha na hao wachezaji wawili. Kwako kwa maoni yako, ili swali niwahi kumuuliza Frank, nataka nijue kwa maoni yako, Mohamed Salah kwa data, kwa namba, anastahili kuwa juu ya Samuel Eto'o pamoja na Didier Drogba kiafrika? Sasa Martin, it depends na unataka kuangalia kitu gani. Unajua kwenye ubora wa wachezaji au unavyowalinganisha wachezaji wawili wa kaliba tofauti, lazima kuna vitu uangalie. Unajua mpira unaendelea kwenye engo ya kwamba uko generation wise, nikimaanisha kwamba generation tofauti, wakati tofauti, aina ya uchezaji tofauti, aina ya timu tofauti, na impact pia inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo kwa mfano unavyomzungumzia Didier Drogba, hauzungumzii tu ligi ya Uingereza, ama uzungumzii tu Champions League, ama uzungumzii tu, yani unamzungumzia yeye hata kwenye timu yake ya taifa, jinsi gani alivyokuwa anaibeba timu. Hiyo leadership skills ya Didier Drogba, nini alichokuwa impact yake. Unajua kuna generation ama kuna kizazi ambacho kilikuwa kinapenda Premier League kwa sababu ya Didier Drogba, Mwafrika alivyokuwa anafanya, lakini influence ya Salah ipo ndio, lakini ukilinganisha na watu kama hao inakuwa kidogo sio vile. Na wakati nadhani pia ni tofauti. Wakati anapocheza Salah na wakati alipokuwa anacheza kina Didier Drogba, kwa mfano kipindi cha kina Didier Drogba nafikiri kuna ushindani mkubwa zaidi kuliko sasa hivi, ukilinganisha aina ya timu walizokuwa wanacheza nazo. Kumbuka Didier Drogba ka dominate Premier League, yani hizi timu kubwa zote zimeteseka juu ya Didier Drogba. Ilifika mahali mpaka Chelsea ilikuwa inaogopewa kwa sababu ya huyo mtu mmoja tu. So Salah kafanya naye, lakini sasa ukiona hizo nyakati ndio unaanza kupata idea kwamba kila mtu sasa atakuwa na judgment yake. Ni sasa anavyouliza ubora wa wachezaji wa zamani na wa sasa. Kutokana na generation na mtu alivyoangalia mpira, yeye atakuwa na mchezaji wake ambaye anamprefer. Lakini hao Drogba na Eto'o na wazungumzia wamepata heshima kwa sababu nadhani pia walikuwa wanawekeza sana Afrika.
kwenye timu zao za taifa walikuwa na influence kubwa sana, nadhani kuliko ya Salah. Umetoka kuongelea hapa mafanikio ya Egypt wakiwa na Salah, sio ya hivyo, yani hawajachukua kombe lile la kusema kwamba Salah kachukua, ingawa walifika finali. Kwa hiyo unaona kuna kitu ambacho kina miss, ambacho connection hiyo ambayo kurudisha huko Afrika ndio inamfanya yeye asiwe kwenye hiyo category ya hao bora. Lakini ukizungumzia in terms of numbers, yes, in numbers kawazidi, na hata kwenye mpira remember kuna wachezaji wengi wana numbers kubwa, lakini majina yao hayaimbwi wala hawako kwenye nafasi hizo za kuangaliwa kama bora. Sio kwamba sio wazuri, lakini numbers pekee sio kitu pekee ambacho kitakufanya mtu ajudge ubora wako. Kuna vitu vingi vya personality ndani ya wewe muhusika ambavyo vinamfanya mtu aamini kwamba huyu ni bora kuliko huyu. Kwa hiyo nadhani ni wakati tu umeenda vibaya, na kwa sababu alikuwa hiyo competition ambayo unamweka kidogo, nadhani imeenda juu yake kidogo, utakuwa unamuonea ya. Kwa yuko chini yuko chini kidogo ya watu. Okay, sawa, shukrani sana George. Anaondoka Liverpool, anaiacha Liverpool ikiwa si Liverpool ya msimu uliopita. Kipi ambacho kimesababisha Liverpool kutoka kwa mabingwa watetezi msimu huu wanaonekana hata top 4 ni ya kung'ang'ana, wanaweza asiingie, wanaweza au wanaweza wakaingia? Kipi ambacho kimesababisha Liverpool kushuka kutoka kuchukua kombe mpaka kupigania top 4? Nafikiri unaweza ukataja sababu zaidi ya moja. Cha kwanza, nafikiri wale key players ambao kwa maoni yangu unaweza ukasema ndio uti wa mgongo wa klabu ya Liverpool. Van Dijk, Alisson, Konate na huyu Mo Salah ambaye pia tulikuwa tunamuongelea. Kwa ujumla wao wote hawajawa kwenye kile kiwango, na hawa ndio ambao nafikiri tuliongea pia ili last week. Hawa ndio ambao walipaswa wawe mfano, wawe benchmark kwa ajili ya wale wachezaji wageni ambao walisajiliwa kwa wingi sana last season. For the failure of key players kama Salah, Van Dijk, Alisson, and to me watu wote wanahitaji refreshment. I think hata Van Dijk sitashangaa kabisa nikisikia Van Dijk pia anatangaza kwamba unaweza kama msimu wake wa mwisho, Alisson. Kwa hiyo that ime affect sana Liverpool. I think also kumekuwa na mabadiliko ya kimfumo kwa sababu ya wachezaji ambao wameondoka. For example, Diaz ni pengo kubwa sana kwenye attacking threat ya Liverpool. Huwezi ukachukulia poa msiba wa marehemu Diogo Jota. Probably tumechukulia hili swala kwa wepesi kwa sababu si tuko huku nje, lakini kuna uwezekano mkubwa sana jamii ya Liverpool and probably wachezaji wa Liverpool na mtu kama Salah pia inawezekana hii imewahit sana. Also I think sajili hazija click. Kwa hiyo unaweza kaangalia vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri ni sio sababu moja, ni combinations ya sababu nyingi kidogo. Okay, George, tukitazama kwenye Pep alikuwa anahitaji kombe ili kuongeza ile kujiamini kwake. Recently hata interviews zake uko unaona kabisa yuko off key. Kuna wakati ana panic akiulizwa. Alikuwa anahitaji ile kombe la Carabao kumbakiza kwenye reli, hasa kwenye hizi mbio za ligi ya mabingwa, kwenye mbio za ligi kuu baada ya kutoka kwenye kombe la ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya kuondolewa na Real Madrid. Alihitaji ili kombe la Carabao ili limboost zaidi kwenye timu yake ya Man City. Mimi Martin siamini hilo. Siamini kwamba alihitaji, lakini ninachoamini zaidi ni kwamba wachezaji walihitaji kuaminisha kwamba Man City bado inaweza kushindana kiushindani. Kwa sababu kwa mfano kilichotokea kwa Real Madrid, yes kulikuwa kuna red card ya Bernardo Silva, lakini ni kitu ambacho kwanza mechi ya kwanza kufungwa
na Real Madrid vile ni kitu ambacho kwanza kilishtua watu wengi, lakini pia ilionekana Man City kama haiko kiushindani. Na hii mechi ya pili baada ya kadi nyekundu, of course ilipata sehemu ya kujitetea kwa sababu ya kadi nyekundu, obvious mechi haiwezi kuwa the same. Kulikuwa kuna sehemu ya unaweza ukajishikilia. Lakini kiushindani sasa kwenye ligi unaona ni kiasi gani Arsenal walikuwa consistent kwenye ligi kuliko Man City, na unaona kila mara Man City anapopata nafasi ya kupunguza gap la points na Arsenal, ana drop points. Kwa hiyo confidence actually ilikuwa sio kwa Guardiola kwa sababu Guardiola kashachukua makombe mengi. Lakini Man City ukiangalia kuna wachezaji kama Nico O'Reilly hajachukua kombe lolote. Kwa hiyo kuna wachezaji vijana ambao wanaingia kwenye timu, lakini kuna wachezaji pia wapya ambao wameingia Man City wakiamini kwamba tumeenda kwenye timu ya ubingwa. Sasa wachezaji kama hawa wanahitaji moment kama hiyo kujithibitishia kwamba tunaweza tukashinda ubingwa wowote. Sababu kila kitu kina pahali pa kuanzia. Kwa hiyo kama kombe lilikuwa liko available, League Cup, na wamefika finali na unacheza against Arsenal ambao ni mshindani wako kwenye ligi, hata kama utasema utapambania ligi, maana yake inabidi umshinde Arsenal. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi ya kujirudishia moral kwamba wanaweza kucompete na Arsenal katika top level. Na kitu kizuri ni kwamba wachezaji wa raise to the occasion na wakafanikiwa kulifanikisha hilo. Confidence imeenda, lakini tumemzungumzia sana Guardiola na jinsi maongezi yake alivyokuwa anaongea. Wote tunaamini kwamba anaondoka. Kwa hiyo kama wachezaji wanaweza wakampa kitu cha kuondoka nacho, then kwake itakuwa vizuri. Kwa hiyo ushindi huo wa Carabao, lakini kama atapambana kwenye FA Cup na ligi, akafanya kingine chochote cha kuchukua kombe, then impact yake itakuwa kubwa zaidi hata kama ataondoka msimu huu. Okay, sawa. Na Frank, kupigwa kwa Arsenal kwenye hiyo finali kuna madhara hasi kwenye mbio za ubingwa. Yani hiyo finali inaweza ikawatoa Arsenal kwenye reli katika kupambania au kupigania mbio za ubingwa wa ligi kuu ya EPL baada ya kupigwa na mpinzani wao mkuu. Inawezekana, lakini it shouldn't be. Yani nasema inawezekana ikawa affect, lakini inapaswa isiwe sababu ya kuwa affect. Na unaweza kusema kwamba inaweza ikawa affect kwa kuangalia historia. Maybe miaka iliyopita kitu kama hichi kilitokea na Arsenal akapoteza mwelekeo, lakini kwa watu wengi wanavyoitizama Arsenal hii ya wakati huu na wachezaji hawa, wengi bado wanaipa Arsenal karakta kubwa yao kuchukua ubingwa wa Uingereza, lakini nafikiri itakuwa sio ukweli na sio sawa kusema kwamba Arsenal walicheza vibaya juzi. Tena sio kidogo, walicheza vibaya, na walicheza vibaya mbele za watu, yani dunia nzima ilikuwa inatizama. And ukianza kusikiliza media, ukianza kusikiliza mashabiki, wapinzani, fimbo zote ambazo wanazichapa Arsenal, mimi nafikiri wanastahili kusema hayo maneno, kwa sababu it was an embarrassment performance kiukweli. Kulikuwa na changamoto, yes, kulikuwa na key players hawakuwepo, lakini namna ambavyo Guardiola aliweza kuwa outsmart, kwa sababu haikuwa issue ya kwamba Arsenal wametengeneza chances bahati mbaya wamepossess. No, they were outclassed. Yani walizidiwa kimbinu na dunia nzima iliona, na reputation ambayo Arsenal amejitengenezea msimu huu kiukweli, it was a bad moment. And kwa maoni yangu mimi, kama hii haitakuwa wake up call kwao ya kwamba okay, next time tunakaribia kwenda kwenye michuano ya Champions League ambayo tutakutana na opponent kama Man City ambao wanacheza style kama Manchester City, na tutakutana pia na Manchester City April. Kama hawataweza take this loss into a great reflection and trying to really look at themselves kwenye vioo na kujitizama kwa undani, itakuwa ngumu. Lakini
to me they should take that loss as a positive na kutafuta namna ya kumaliza msimu vizuri, because it's true wapo kwenye position nzuri, yani it's a fact, yani kwenye hii sehemu ambayo Arsenal wapo wakishindwa kuchukua walau Premier League inawezekana World War 3 katokea. Okay, international break inaweza ikawa faida kwa they need it. Kwanza wana majeraha kwenye maeneo ambayo ni nyeti sana. They don't have a number 10. They don't have a midfielder ambaye anaweza conduct kiungo. Okay. I think you have seen that kwenye games zilizopita. Kwa hiyo break ilikuwa muhimu sana kwa maoni yangu. Okay. George, wakiwa wamepigwa red card wako Santiago Bernabeu wakafanikiwa kushinda Atletico Madrid magoli 3-2. Kwa the way ambavyo ulivyowatazama kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya, wamepiga Man City, wameanza kugain angalau momentum kwenye ligi kuu ya La Liga. Unaona Madrid ni kama watu ambao watapambana ipasavyo au vizuri kwenye La Liga pamoja na Champions League kwa mwenendo wao unavyoona? Uzuri sasa ni kwamba wameanza kupata performance kwenye muda ambao ni sahihi. Kwa mfano interview moja ya Vinicius Junior juzi anasema ajui ni nini, lakini kishafikaga muda kama huu wa msimu anajikuta tu yuko na vibe ya kufanya vizuri. Kwa hiyo msemo kama huo, lakini pia ukiangalia performance ya Federico Valverde kwa hizi mechi 4-5 zilizopita, unaanza kuona kwamba timu imeanza kutokuwa na utegemezi, na nahisi kama kuumia kwa Mbappe kumewapa nafasi Madrid ya kuexplore kitu kingine tofauti ambacho wote tulikuwa tukioni wakati Mbappe yupo. Sababu wakati Mbappe anacheza kila kitu ilikuwa ni Mbappe, lakini sasa hivi umeona Valverde ana raise to the occasion, anafanya kitu, Vini anacheza, na probably baada ya international break Mbappe atarudi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sasa wanaye Mbappe, wanaye Valverde, wanaye Vinicius, hawana sababu ya kutoshindania hayo makombe yote. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwao ya kushindania hayo makombe yote, na wanaweza kuyashindania sababu kikosi wanacho. Na nimeona falsafa ya Beloa naye anajaribu mpaka wale vijana kuingia kwenye timu. Ni kama vile anajaribu kuchukua notes 2-3 kutoka Barcelona au La Masia ili naye azitumie kwenye Madrid ziweze kumsaidia. Sababu kwa muda mrefu Madrid imekuwa ni timu ya Galacticos. Ni lazima inunue mchezaji kwa bei kubwa ndio iweze kuperform. Lakini sasa yeye kuingiza hao vijana, sijui kama falsafa ya timu itaendelea kukubaliana na hiyo hali au wataona kwamba ni kitu kitawachelewesha. Lakini ni kitu kizuri kwa sababu vijana wengi wa Kihispaniola wanapata nafasi. Vijana wengi ambao walikuwa timu ya vijana ambao walikuwa wanaamini kabisa Madrid huwezi kuingia timu kubwa, wanaanza kuwa na hiyo imani. Kwa hiyo nadhani nafasi itapatikana kwa sababu hao vijana wana njaa, plus pia una wachezaji wakubwa ambao pia wana njaa ya kupata mafanikio. Kwa hiyo muunganiko huu unaweza kuwafanya wakashindania kote kwenye Champions League na pia kwenye ligi. Lakini ingawa mimi Champions League nikishafikiria kuhusu Bayern kiukweli sioni yani Bayern inaniogopesha sana. Ina muundo ambao unaonekana ukiwa huku nje unaweza kuona kama upo karibia kukamilika. Yani unahisi kama kuna vitu viwili vitatu wakivirekebisha inaweza kawa ni timu ambayo haifungiki duniani. Lakini let's see, sababu Madrid mara nyingi amekutana na Bayern na anafanya tofauti. Kwa hiyo inawezekana wakapata matokeo pia. Na unakutana hatua ya robo final. Ndio hiyo nasema kwamba inawezekana Madrid akapata matokeo, lakini kwa mimi kwa msimu huu moja ya timu ambazo naona kabisa ni ngumu ni Bayern Munich. Na sio Arsenal. Hapana, mimi siwezi kuwa muongo. Mimi nasema mimi ninavyoona, kwa sababu ukamilifu wa Bayern Munich unaogopesha kidogo, na mbaya zaidi ni kwamba Bayern Munich nao injury zao ni ndogo sana. Yani is very rare kusikia Bayern Munich kuna wachezaji 7 wameumia. Sawa. Yeah. Shukrani sana George. Okay. Kuna kitu wanakisema, yani ukinitajia msanii wa mpira wa miguu au ichozi Ronaldinho, ukinitajia effort, yani ukizungumzia effort kwenye mpira wa miguu nitamchagua Ronaldo. Na nikimzungumzia kipaji halisi, yani ambacho yani akihitaji nguvu, probably na hisi ni mchezaji bora kwa kutokea duniani, nitamchukua Messi. Na ukimzungumzia mfungaji,
natural, yani yule mfungaji alikuwa ni mfungaji hasa, nitamchukua De Lima. Lakini ukimzungumzia mchezaji ambaye alikuwa na IQ kubwa uwanjani tangu dunia iumbwe, nitamchukua Zinedine Zidane. Kapewa nafasi ya kuwa kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa. Ilikuwa ni wakati sahihi kukimbia huko kwenye vilabu na kwenda kwenye timu za taifa. Na unaona kwenye timu za taifa kuna changamoto kubwa sana ukilinganisha na kwenye vilabu. Tulikuwa tunamhitaji zaidi huko kwenye vilabu kuliko kwenye timu ya taifa. Kwanza ni kweli kwamba Zinedine Zidane ndio mchezaji mwenye IQ kubwa kwangu mimi. Unavyoona? Au unaonaje? George, mbona unacheka? Unahisi nani yani kwenye maisha? No, kwa sababu nilikuwa nataka kumwambia ndugu yangu Frank, as long as ni mawazo yako. Wewe mawazo. Afai kwenda nayo tofauti. Nimeanza kufikiria inawezekana probably, kwa sababu pia alichokifanya Real Madrid as a coach sio kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo probably is one of those players ambao walikuwa na akili kubwa sana. I still think Messi ana brain ambayo sio ya kawaida, because he can scan the ground and he can anaweza kufanya decision ambazo sio human beings wengi wanazifanya. Lakini yani uwezo ukaacha kuzungumzia football na ukaacha kumpa heshima Zinedine Zidane. Nafikiri ni watu wachache walifanikiwa kumwangalia Zidane. Pia kipindi hicho kuwa na access na TV au na YouTube kama sasa hivi. Maybe ndio maana wachezaji kama Ronaldinho and Zidane wameendelea kubaki kama washabiki, wachezaji fulani ambao wamegusa mioyo ya watu in a very special way, because I think vitu walivyokuwa wanavifanya uwanjani na tulikuwa tuna limit access ya kuviangalia vile vitu. Lakini it's true, Zinedine Zidane is one of the best players hakika ambao ninafikiri dunia imewahi kushuhudia. Na you're right unavyosema kwamba inawezekana haijafanyika takwimu, lakini hisia zako ziko sahihi Martin, kwamba inawezekana watu wengi walitamani kumuona Zinedine Zidane akiwa kwenye dugout ya club nyingine tena. Kwa sababu kuna watu wanasema hawa walibahatisha kile ambacho alichokifanya Madrid. Because kushinda Champions League 3 mfululizo, La Liga 2, sijui mfalme nini, sijui unajua ameshinda makombe mengi sana. Alafu kwa muda mfupi. Alafu kama utani vile. Lakini I think Zinedine Zidane is one of those managers ambao, yes, he was a very good tactical player akiwa mchezaji, lakini I don't think alikuwa na sijamstart sana in terms of tactical kama kocha, lakini he seems kama Ancelotti fulani. Unajua Ancelotti ni kocha fulani hivi unaweza kumchukulia poa, lakini namna tu ana manage wachezaji, alafu yani ana flourish zaidi kwenye timu ambayo ina wachezaji wazito, yani majina makubwa na wakampigania. Ukimpeleka klabu yenye wachezaji wa kawaida, he can muona alivyoenda Everton kidogo angeshuka daraja. So I wonder if Zinedine Zidane is that type of a guy ambaye he can come to a club ambayo watu wana vipaji and they can express themselves, and he can come and like, you know what, wake up, this is what we do. And you look at that squad ya Ufaransa, it has a lot of talents which you can feel heshima yao tu kwa Zinedine Zidane, it can bring something out of them, because French players, they are always playing with personality. Ni watu wa express. They are not rigid players. They are always players ambao wana flair, they can express something. A lot of black players. So you think Zinedine Zidane can sit with those players and he can do something big?
Na anaweza kuchukua kombe la dunia 2026. Kwa sababu anachukua timu baada ya kombe la dunia. Okay. Yeah. So I think sijajua kwa sababu gani Zinedine Zidane hajafikiria kufundisha klabu nyingine. Kuna klabu ambayo mimi nilikuwa na, and let's say mimi ningekuwa ni executive wa Manchester United as we speak. Kama let's say ni vile tu Carrick yupo, lakini sikuwahi kujua kwa nini Manchester United hawakuwahi kupush kumsajili Zinedine Zidane, because pamoja na mambo yote na nini, United is a very big club, ni giant fulani hivi, yani linahitaji kocha kama yeye, linahitaji kocha fulani hivi ambalo hivyo. Carrick anaweza kufanya vitu yote hivi, lakini still watu bado hawamwamini because United is this this yani ni mashine fulani hivi limelala tu. Mistake wa mke, lakini I know potential United. Okay. And I don't know why Zinedine Zidane hawakuwahi kupush choki. Maybe aliwahi kukataa, lakini sijai kuelewa kwa nini hajawahi kuwa linked hata kidogo. Sijai kuelewa. Okay. Yeah. Shukrani. United kila siku umekuwa kiimba rafiki yangu kwamba Carrick abaki. Na kama wakifanikisha kumpa mkataba United Michael Carrick na akafanikia, probably wanaingia top 4. Mimi na hakika hicho, wanashiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao. Kipi ambacho kinatakiwa kiongezeke au waongezewe Michael Carrick msimu ujao kama wakimpa mkataba? Kiukweli nadhani yeye mwenyewe Carrick anajua nini kinatakiwa kiongezeke. Ameongelea winga wa kulia ambayo ni sahihi, ameongelea midfield Casemiro anaondoka, lakini pia center back Maguire anakuwa sio tegemezi vile, unatakiwa kuongeza mtu mwingine. Kumbuka Lisandro Martinez yupo, lakini mara kwa mara amekuwa na majeraha. Reni Yoyo amemnunua, lakini is still a young guy, ana develop bado, huwezi kumwekea utegemezi. Kwa hiyo center back mmoja, midfield mmoja wa ukabaji, right winger mmoja, nadhani inaweza ikaseto team kidogo. Unajua tangu wamemtoa Garnacho hawana huyo winga wa design ile. Upande huu mwingine wana faida kwa sababu wanaye Ahmad Mbwemo, pia anaweza akacheza kwenye winga upande huu mwingine, lakini upande huu umekosa. Of course unaye Bruno ambaye ni namba 10, Matthias Cunha ambaye pia ni namba 10. Kwa hiyo timu iko stack mbele kasolo right winger, na ukipata midfield mkabaji na huyo beki mmoja solid, nadhani timu haiko mbali sana na kuchallenge kwa ajili ya ubingwa. Kwa hiyo sio mambo makubwa sana ambayo yanahitajika. Swala la msingi tu ni kwamba wachezaji waendelee kuwa na commitment hii ya msimu huu, sababu unajua mara kwa mara msimu unavyoanza mpya, commitment pia za wachezaji zinabadilika kutokana na kila wanachohitaji uwanjani. Kwa hiyo kama wataendelea kujikomiti hivi na ataongeza wachezaji ambao wanaendana na falsafa yake, nadhani ana nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo hivyo kama atapata hicho anachokihitaji, nadhani ni sehemu nzuri ya kuendelea kufanya vizuri kama atabaki kuwa kocha wa Manchester United. Okay, poa. Frank, kuna tetezi Bruno pamoja na Tonali, mchezaji ambaye kwenye dirisha la Januari tulisikia anaenda Arsenal, lakini sijui potelea wapi akaacha kwenda Arsenal. United wanataka kubomoa midfield ya Newcastle. Ya Bruno, wamchukue Bruno pamoja na Tonali. Unahisi ni kitu sahihi au ni wachezaji sahihi ambao watakuwepo kama watafanikiwa kuingia katika kikosi cha United? Ni wachezaji sahihi ambao Carrick anaweza kuwatumia vyema na wakaenda naye na msimu ujao probably wakagombania ubingwa? Yes, nafikiri ni wachezaji ambao ni wa profile sahihi kwa United to target. Yani logic ya wao ku-approach aina hiyo ya wachezaji kwangu mimi nafikiri ni sahihi, kwa sababu unataka kumreplace Casemiro. Na Casemiro is a very high caliber player. Nafikiri ameprove hilo hata United. Kuna kipindi kiukweli alikuwa anacheza kama attack, lakini you can see influence yake akiwa United, na unaweza ukaelewa kwa nini walimchukua kutoka Real Madrid, na unaweza ukaelewa kwa nini he was part of that Real Madrid team ambayo ilikuwa very successful. Kwa hiyo kumreplace aina hii ya mchezaji, it's not about
kitu gani analeta zaidi uwanjani, it's also about the mentality gani analeta kwenye kikosi. Kwa hiyo I think Bruno Guimaraes ni mchezaji mzuri, lakini haja prove sana akiwa na Newcastle United. You can like aina yake ya uchezaji ambayo ni very energetic, combative, very strong. I think United wanahitaji aina hiyo ya kiungo. Kwa hiyo mimi kama ningekuwa mshabiki wa United, nafikiri ningeweza kuapprove, kwa sababu unapata mchezaji ambaye ana experience ya Premier League, hahitaji adaptation, even though gharama itakuwa kubwa sana. Nafikiri watatoa zaidi ya milioni 80-90 kwenda mbele, lakini I think watakuwa msaada. Lakini I think they need more than one midfielder. Na umesema kwamba wanawataka wote. I don't think watawapata wote, at least mmoja wao. Lakini I think they need another one wakishampata. I think captain wa Newcastle hataweza kuondoka, ambaye ni Bruno. So ukiangalia the passion he has kuhusiana na Newcastle, the way alivyoongelea sakata la Isaac wakati anaondoka, the way anavyoshangilia goli kila kifunga, anayo yale mapenzi. Ni aina ya wachezaji ambao yani ndani yani ni aina ya wachezaji ambao yani hela si kitu. Joji anakataa, lakini kwa nini unakataa? Sio kama nakataa, lakini najaribu kukwambia ndugu yangu, siwaamini sana wachezaji. Ofa itapotokea mezani, hautoamini kama ni Bruno uliokuwa unamwamini ukimwona Newcastle. Na mimi nimeshaona wachezaji wa aina hiyo wengi wakibadilika hivyo. Kwa hiyo wala usiweke hela yako kwenye kitu kama hicho. Kama hela itakuja mezani na mkataba unasoma vizuri, Bruno anaondoka tu. Na sijajua kwa nini Martin umesema kwamba hauoni hicho kitu. Kuna passion anayo. Newcastle sio klabu ambayo ina udini wowote ule. Yaani haina connection yoyote ya kihisia na watu wengi. Kwa hiyo sidhani kama eti Bruno is there because he loves the city, he loves the club. Yuko pale because there's a big money from Saudi Arabia and they pay well. Okay. Kwa hiyo if the big offer comes from United, I think ataenda. Shukrani. Yeah. Fresh. Tumemaliza. Naitwa Martin Kiumbi. Ukurasa wetu wa Instagram unaitwa Football HD pamoja na SNS Sports, na TikTok tunauita pia Football HD. Tukutane huko TikTok, tunafanya vizuri sana. Na wenzangu Instagram wanaitwa George Angels, TikTok pia anaitwa George Angels, Frank pia TikTok anaitwa Frank Lelo. Kula na tap sana the screen na ana share live na anapewa gifts nyingi sana na anafanya live zake za sports. Kwa mfuati sana Frank Lelo yuko huko. Na mimi naitwa Martin Kiumbi, napatikana pia kwa majina hayo Martin Kiumbi, Instagram pamoja na TikTok, Twitter, pote. Until next time. Ciao, pole Arsenal.